Sasa kila Mtanzania amekuwa leo akitega masikio yake kutaka kusikiliza kila ambacho tume ya Samia, mara zote mimi naweza nikaita tume ya Samia au tunaweza tukasema tume ya Ikulu ambayo ilikuwa imeundwa kwa ajili ya kujichunguza yenyewe au kuchunguza wale ambao wamehusika na mambo yaliyofanyika Oktoba 29. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo Watanzania walikuwa wakiyategemea. Wakati mwingine Watanzania walikuwa wakijaribu kufikiria kwamba labda kwa sababu watawala wamekuwa wakitudanganya muda mrefu, yawezekana labda kwenye kipindi hiki wanaweza wakaona aibu, wakaamua kuzungumza ukweli kwa sababu ni jambo ambalo limejitokeza hadharani, Watanzania wakiwa wanaona kwa macho yao, Watanzania wakiwa wanashuhudia kupitia mitandao ya kijamii. Labda kwa sababu hiyo basi, kwa hiyo tume ya Ikulu ambayo ilikuwa imetengenezwa itakuja na majibu na kuponya nyoyo za Watanzania ambazo zimepondeka na kuumia kabisa. Lakini Watanzania wamekuwa wakiwa na mawazo hayo kwa muda mrefu, wakifikiri kwamba huenda hawa watu wakaona haya, huenda hawa watu wakaja na matokeo ambayo kimsingi yataleta tumaini jipya kwa Watanzania. Na bila shaka inaweza ikawa labda sio mimi tu, inaweza ikawa ni watu wengi zaidi ambao walikuwa yawezekana walikosa usingizi juu ya siku ya leo kwamba kesho tume inaenda kuzungumza nini. Watu wengi walikuwa na mashaka, lakini wengi wao yawezekana walikuwa wanasema kwa sababu hawa watu kwa muda mrefu wamekuwa hawana aibu, hawawezi kushindwa kutokuwa na aibu siku ya leo. Ni kweli kabisa kitu ambacho kimejitokeza siku ya leo. Anyway, naomba tu nizungumze machache. Ukiangalia vizuri kwenye tume au ukisikiliza vizuri kile ambacho amekisema Mheshimiwa Chande au Jaji Chande katika tume ya Ikulu, Jaji Chande amezungumza mambo fulani. Alisema hivi, nitazungumza kwa uchambuzi juu ya masuala ya nini tumekitafiti. Yeye akawa anasema hivyo. Of course alikuwa akiuma na kupuliza. Alizungumza mwanzoni akiwa anajaribu kutaka kuleta uhalali wa Watanzania kutaka kumsikiliza. Akasema kwamba kwanza tumechunguza kuangalia chanzo cha hiki kilichotokea. Mara nyingi walikuwa wanaikwepa sana kuitaja Oktoba 29 kimkakati. Nitawaambia kwa nini walikuwa wanaikwepa kimkakati kutaja tarehe. Akasema kwamba kwanza tuliangalia chanzo cha hiki ni nini, lakini vile vile tuliangalia kichocheo cha hiki ni nini. Naomba tusikilizane kwa makini. Alisema kwanza tuliangalia chanzo cha tukio la hili ni nini, lakini vile vile kichocheo cha Oktoba 29. Mimi naitaja Oktoba 29 kwa sababu wao walikuwa wanaikwepa sana kimkakati. Akasema kwamba ninapozungumzia chanzo ni kama vile petroli, halafu ninapozungumzia kichocheo ni kama vile kiberiti. Unajua ukiwa na kiberiti halafu ukiwa na petroli, ukisogeza kiberiti nini kitatokea? Maana yake ukiwa na kiberiti bila petroli hakuna kitu kinaweza kikatokea. Lakini vile vile ukiwa na petroli bila kiberiti hakuna chochote kile ambacho kinaweza kikatokea. Yeye alitolea huo mfano, akasema kwamba ni kama chanzo amekiita kama petroli na kichocheo akaita kama kiberiti. Akasema chanzo cha yote yaliyotokea ni madai ya Watanzania ya muda mrefu kuhusu katiba mpya. Alizungumza hivyo, lakini akaendelea mbele zaidi akasema ni madai ya Watanzania kuhusu kunyanyaswa. Akaenda mbali zaidi akasema ni madai ya kidemokrasia. Akaenda mbele zaidi akasema ni madai na malalamiko wa Tanzania kutekwa, utekaji. Kwa hiyo hiki ni chanzo. Watu wamekuwa na kilio cha muda mrefu. Alikuwa anatengeneza kama tension ya kutaka kusikilizwa. Sasa akazungumza akasema kichocheo ni nini? Kichocheo akasema kauli Oktoba sijui tunatoka, sijui no reforms no election, sijui Oktoba tunatiki, lakini kuna baadhi ya vichocheo hakuvitaja. Hakusema kwamba kabla hata ya uchaguzi watu wakiwa wanadai reforms, watu wakiwa wanadai mabadiliko ya uchaguzi, mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ili tuwe na chaguzi huru na haki na zenye kuaminika, kuna watu walisikika hao huko Ikulu wakisema kwamba jiandaeni, nafikiri tunaenda kwenye uchaguzi, mnajua mambo ya uchaguzi yalivyo na sisi tumejipanga vizuri. Hizo kauli kama kichocheo hakuzitamka kwa sababu alichokuwa anakisema alikuwa anasema mbele ya hao ambao wamemwandaa, mbele ya hao ambao wamempa kazi ya kufanya. Mimi naita tume ya Ikulu. Kwa sababu Ikulu ya wakati huo ndio walikuwa wamemtuma asiende kuchunguza mambo ya Watanzania, na ndio maana hakusema kwamba hao waliosema kwamba
jiandaeni, vyombo vya ulinzi na usalama mjiandae kukabiliana na yote kwenye mambo ya kiuchaguzi. Mnajua tutakuwa na uchaguzi. Ni kama vile alikuwa anatishia Watanzania ambao kimsingi wanajua chanzo cha matatizo tulionayo katika taifa letu, ambayo aliyazungumza. Lakini vile vile hakuzungumza kabisa kichocheo. Kwa nini huyo Chande hajazungumzia habari ya hapata kuwa na nyunyi wala nyunyunywi? Yani mnaenda kwenye chaguzi ambazo ni za kuchezea wananchi, na wananchi wana malalamiko yao, wananchi wanajua vyanzo, halafu kuna kichocheo kinakuja kinasema nataka niwaambie hapata kuwa na nyinyi wala nyunyunyi. Huyo ni mgombea anazungumza hivyo. Sisi ni Watanzania ambao tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu ametupa kibali cha kuwepo Tanzania, na kuna purpose ya kuwepo sisi Tanzania, na kuna purpose ya sisi kuzaliwa Tanzania, na kuna purpose ya sisi kulipigania taifa letu. Kama kuzungumza uchambuzi huu na kusema ukweli huu ni uchochezi, basi kila Mtanzania anayependa kusema ukweli ataendelea kuchochea. Chande kwa nini hajasema hapata kuwa na nyinyi wala nyunyunyi? Ni chanzo cha haya aliyoyasema. Maana yake ni moja kwa moja nadhibitisha kwamba wale waliomtuma hawajamwelekeza kuzungumza hivyo. Sijui tunaelewana ndugu zangu wa Tanzania. Lakini vile vile ukiangalia kwa umakini kabisa, unakuja kugundua kwamba katika mambo ya msingi ambayo yalipaswa kuwepo hayajazungumzwa. Chanda amejikita zaidi katika kuangalia juu ya uharibifu wa mali uliojitokeza, na katika kuangalia juu ya uharibifu wa mali uliojitokeza alizungumza akasema Watanzania hawakufanya maandamano, yale yalikuwa sio maandamano, na akajikita zaidi katika kuzungumza kwamba zilikuwa ni ghasia. Yani wanataka kubadilisha maandamano kuwa ni ghasia. Anasema kwamba kuna baadhi ya watu walijitokeza siku hiyo wakiwa wamebeba mapanga, wakiwa wamebeba sijui makombeo, wakiwa wamebeba sijui malungu, walikuwa wamebeba. Ndugu zangu wa Tanzania, katika jambo ambalo limejitokeza hadharani mchana kweupe, watu wakiwa wanaona, mitandao ya kijamii ikiwa wazi, ikiwa inaona, leo watu wanasema kwamba Watanzania walijitokeza wakiwa na makombeo. Watanzania wameanza kupigwa risasi katika madai ya mifumo ya uchaguzi, ili wapate mifumo ya uchaguzi hiyo huru na haki. Mara zote tumekuwa tukizungumza katika taifa letu ni taifa pekee hapa duniani ambalo matokeo ya rais hayaruhusiwi kuhojiwa mahakamani. Watanzania walijitokeza barabarani wakiambia dunia kwamba kile ambacho kinataka kufanyika hapa sicho, hakina kibali na Watanzania. Sisi Watanzania tuna malalamiko yetu. Watanzania hao wamejitokeza wakaanza kupigwa risasi. Unapiga kitu cha moto, kama Chande amesema kwamba katika maiti ambazo watu wamekufa zaidi ya 510 na kitu na zaidi, na tuseme na zaidi, anakiri kwamba wengi wao walikuwa na matobo kichwani, kifuani, mwilini, matobo ya vitu vyenye ncha kali. Wamepigwa risasi. Risasi ni ya moto. Hivi risasi ikielekea kwenye sheri haiwezi kalipuka sheri. Kama Watanzania wameuawa kwa kupiga risasi, hizo risasi zikielekezwa sehemu ya mafuta haiwezi katengeneza kiberiti na kikawaka. Mnataka kuwafanya Watanzania kwamba kweli sio wajinga, ni wajinga kwa kiasi hicho. Ndugu zangu wa Tanzania, najua kila Mtanzania mwenye akili timamu huenda ana masikitiko na ameumia sana. Kuna mtu alikuwa ananiambia, ameingia inbox kwangu ananiambia kwamba mimi tangu nisikie hii ripoti sijala, na bahati mbaya zaidi nilikuwa sijanywa hata chai mpaka jioni hii sijala, na jaribu kufikiria tuna viongozi na tuna nchi ya namna gani hii. Ndugu zangu wa Tanzania, ashukuriwe Mwenyezi Mungu kwamba angalau hiyo ripoti, ukiachilia mbali ya Ikulu, wamekiri kwamba wameua watu zaidi ya 500 sio 800. Fikirieni, ni ripoti ambayo haina uhalali kwa Watanzania, na Watanzania hata hawakutoa ushirikiano, lakini angalau wamebaini watu zaidi ya 500 au 800 wamefariki. Sasa mimi nataka kuzungumza nini? Nafikiri sisi kama Watanzania kimsingi tuko peke yetu, na katiba yetu inasema kwamba mwananchi ndio mwenye msingi wa kila kitu. Kila kitu ni chimbuko lake ni mwananchi. Sisi wananchi tuna deni kubwa la kuhakikisha kwamba sasa tunafanya uchunguzi sisi wenyewe. Sisi wananchi wenye machungu kweli na taifa letu kweli kabisa,
Sasa vijana ambao Mwenyezi Mungu akiwabariki anaweza kuwabariki miaka 40 mbele, miaka 30 mbele, ambao mna deni kubwa la kulitumikia hili taifa. Tuna wajibu wa kuhakikisha tunafanya uchunguzi sisi wenyewe. Hatutatumia mamilioni yale ambao wao wameyatumia. Sisi tutatumia tu maarifa ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, teknolojia ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, tubaini ukweli. Tuna ndugu zetu hawajulikani walipo mpaka leo. Tuna marafiki zetu hawajulikani walipo mpaka leo. Chande anazungumza, anasema kwamba eti maandamano yamesababishwa, yani kuna baadhi ya watu wamepotea kwa kujipoteza. Kuna watu wamepotea eti kwa kukimbia madeni. Kuna watu wamepotea eti kwa sababu ya mapenzi. Yaani unataka kuniambia rafiki yangu Deusdedith Soka amepotea kwa sababu ya mapenzi? Aliyeitwa kituo cha polisi akachukua pikipiki amepotea kwa sababu ya mapenzi? Kwa nini mmeamua kutengeneza kidonda namna hii kwa Watanzania? Yaani mnataka kutuambia Mdude Nyagali ambaye alikuwa amelala na familia yake na mtoto wake na mke wake nyumbani kwake amevamiwa na hao mnaowaita wasiojulikana, wameondoka na Mdude wakiwa wamemuumiza, mpaka sasa hivi hajulikani alipo. Kweli Mdude amepotea kwa sababu ya mapenzi? Mnataka kuniambia kwamba mimi natoka Misungwi, katibu wa baraza la vijana wa Chadema mkoa wa Mwanza, Amani Manengero anatoka Misasi, jimbo la Misungwi, mpaka leo hajulikani alipo, ametekwa na hao mapolisi wenu? Kweli amepotea kwa sababu ya mapenzi? Yaani mnataka kutuambia kwamba Humphrey Polepole ambaye aliacha nafasi ya ubalozi Cuba akasema mimi moyo wangu umenisuta hata kama niko CCM, siko tayari kuona taifa langu linaenda kwenye uchaguzi wa chama kimoja, sio tayari kuona taifa langu linaenda kwenye uchaguzi ambao kimsingi sio wa kuhoji. Hata sisi tulioko CCM tunaona mgombea urais wa CCM amejipitisha yeye mwenyewe bila kuona ushindani. Sasa hatuwezi kujenga taifa la namna hii. Polepole amevamiwa nyumbani kwake, mpaka sasa hivi Polepole hajulikani alipo. Huyu Polepole kweli amepotea kwa sababu za mapenzi? Ndugu zangu wa Tanzania, uchungu ni mkubwa sana, na yawezekana naweza nikazungumza siko kwenye utulivu mzuri, lakini kitu ambacho naweza kusema, tuna wajibu wa kuhakikisha tunatengeneza mekanizmu ya kuwatafuta ndugu zetu wote waliopotea, ya kutafuta majina ya ndugu zetu wote waliopotea Oktoba 29, ili tume hii ya Ikulu tuiandasmart, tuiambie katika majira haya, katika karne hii, to this hour, huwezi kudanganya hata kama uwe na maarifa kwa kiwango gani. Tumechezewa sana kama taifa. Taifa hili limejaa wasomi, na kama watawala walikuwa hawajajiandaa kwamba unapoelimisha watu wanakuwa na uelewa, na ukiwadanganya wanajua umewadanganya, wana uwezo wa kufanya tafiti. Sasa ni wakati wa kutumia teknolojia tulionayo, ni wakati wa kutumia ufahamu tulionao, ni wakati wa kutumia maarifa tulionao ili tuwatafute wa ndugu zetu. Ukiangalia Samia ni kama vile anaelewa pressure alionayo kwenye international community. Ndio maana anasema ningetamani sana Oktoba 29 isingetokea. Alikuwa anataja Oktoba 25 kwa sababu anajua akisema Oktoba 29 tayari ameshajiweka moja kwa moja na ameshajitangazia dunia kwamba kuna kitu Oktoba 29 kilitokea na rais amekiri. Na ndio maana alikuwa hataki kutaja Oktoba 29. Anataja Oktoba 25 mara Oktoba 20. Hataki kutaja Oktoba 29. Anasema sikutaka nini, kama kungekuwa na uwezekano mimi ningetengeneza utaratibu, yani kama kungekuwa na uwezekano kuzirudisha siku nyuma, haibi isingetokea kabisa. Ndugu yetu, ndugu mwanamke, ndugu wa Tanzania wamekwambia wewe, ulisema unataka reforms, unataka reconciliation, sijui reforms, wakwambia wanataka wabadilishe utaratibu tuweze kuwa na nchi ambayo matokeo ya rais anahojiwa mahakamani, tuweze kuwa na tume ambayo sio umeiteua wewe, unateua mwenyekiti wa tume, makamu mwenyekiti wa tume, makamishina wote wa tume, haushauriana na vyama vya siasa vingine, unashauriana wewe na serikali ya kichwa chako na watu unaowajua wewe mwenyewe. Unaweza kumteua ndugu yako yoyote, hata kama ni schoolmate wako, ukamfanya kuwa mwenyekiti wa tume ili aje kufeva wewe na wewe uje mfeve.
Watanzania wakasema hatuwezi kwenda kwenye chaguzi za kuchezeana namna hii. Watanzania wakasema tulikotoka zaidi ya majimbo 60 sijui 70 2020 sisi mlipita bila kupingwa, si kwa sababu hapakuwa na wagombea katika vyama vingine, walikuwepo, lakini mlitumia mekanizmu mlizozitengeneza nyie, mashine mlizozitengeneza nyie kuwaingua hao wagombea wa vyama vingine ili sisi mwipite bila kupingwa. Sasa hatuwezi kuwa na tume ambayo ikimwengua mgombea wa chama kingine eti habari yake ya kugombea imeishia hapo eti kwa mujibu wa sheria. Watanzania wakasema ni lazima tuwe na tume ambayo ikifanya makosa ipelekwe mahakamani, kahojiwe, uchaguzi kwenye hilo jimbo usimamishwe, uchaguzi wa urais